teknolojia kama hivyo ni mpya, lakini tunajua Musa kwamba hata VAR yenyewe au vikure kama ulivyozungumza kwa lugha ya Kiswahili bado imeendelea kuwa na vuta ni kuvute za hapa na pale, kwamba watu hawaridhishwi. Tumeshuhudia kwenye michuano mikubwa kabisa ya kombe la dunia, lawama zilisalia pale pale. Gilbert, hatuwezi kusema kwamba kutakuwa kuna perfection baada ya kuja VS ama hata ilivyokuja VAR. Hakuna kitu ambacho kinaweza kikawa sawa sawa kwa 100%, lakini hii inakwenda kuweka angalizo kubwa sana na umakini kwa timu zote mbili. Tunazungumzia mechi ya Kariakoo Derby. Imefika stage watu wanataka marefari kutoka nje ya nchi. Tumeshaona zimechezeshwa kama 2 hapa ambazo marefari wametoka nje ya mipaka ya Tanzania. Kidogo watu wakaona kama vile inakwenda kuwadogosha, inakwenda kuwafanya waamuzi wetu wasiwe na thamani ile ambayo wanastahili. Amepewa Ahmad Arajiga, lakini nyuma yake anajua kabisa kwamba kuna VS. Timu zote mbili zinaweza kwenda kuomba huo msaada ama kudimandi kile ambacho anakiona sio sahihi. So kwa upande wangu mimi inakwenda kuweka umakini kwa waamuzi, kwa wachezaji, ama niseme kwa timu zote na wahusika ambao watakuwa uwanjani. Sitegemei kuona vurugu, kwa sababu kwenye benchi la ufundi wapo managers, wapo na wasaidizi wa kocha mkuu ambao pia wamekuwa na vurugu za hapa na pale. Ndio maana imetajwa hapo ni kocha mkuu, si ndio? Yani ni kocha ndo anatakiwa kutoa hiyo ishara, sio wachezaji kwa kupiga kelele ndani. Wachezaji wanaweza kupiga kelele kama kocha hajaamua ile tukio liende kwenye VS, na maana mwamuzi hatoenda kwenye VS. Nafikiri pia nimesikia kwamba kwenye maboresho ya kanuni za safari hii waamuzi wameendelea kulindwa vikali sana, na hata tunasema zile gharama kama ikitokea umeweka pengine lugha ambao ni ya tofauti au umezungumza vibaya, hii inaenda mpaka kwenye tuseme mpaka kwa wasemaji wa hizi club, na hata ile benchi la ufundi ikitokea ikathibitishwa kwamba umezungumza tofauti au ukawa unapingana, adhabu yake safari hii nasikia nyundo ni kali sana. Yes. Na kitita chenyewe anaeleza kwamba kwa mfano kama kwa wasemaji nisikia kwamba si klabu ambayo anatakiwa kulipa. Wewe ambao ulizungumza Musa Kawambwa ambao unaizungumzia timu yako kama faini milioni 20, basi utapaswa kuitoa wewe ili uhisi ile fedha ukiwa unaitoa mfukoni kwako. Kwa hiyo na waamuzi kimsingi wamekuwa wanalindwa sana. Nafikiri hata kwenye mashirikisho makubwa ndio iko hivyo. Kwa sababu wanaamini kabisa ya makosa yapo, na mchezo wenyewe ni mchezo wa hisia. Kwa hiyo kuna wakati mwingine wanalindwa kwa kiwango kikubwa sana, lakini ni muhimu kupunguza yale makosa ambayo wakati mwingine unasema kwamba hata hili mbona kama kuna ulakini hivi. Yes, no, tunarudi pale kwenye dabi ya Kariakoo. Mara nyingi dabi kushuhudia magoli 5, 4 huwa ni nadra sana. Sawa. Kwa hiyo tunaangalia dabi huwa inaamuliwa na nini? Huwa inaamuliwa na tukio moja ama matukio mawili. Kama hayo matukio mawili ama hilo tukio moja ambalo ndo linaamua dabi halikufanyika sawa, huenda likavuruga niseme mchezo mzima na ukaa kwenye lawama. Mfano, msimu uliopita goli la Selemani Mwalimu pale Zanzibar ambalo lilikataliwa, Simba wakiwa wanaamini kabisa kwamba ni goli halali, Yanga wanasema hapana, ilikuwa ni offside, wengine wanasema sio, bali alichezwa faulu fulani. Kama hilo tukio linakwenda kutazamwa kwenye VS na likatoa hukumu ambayo ni sahihi, inaweza ikapunguza hiyo pressure, ikapunguza na hayo maneno. Lakini yapo matukio mengine, kwa mfano ile la Aziz Ki alifunga goli nao pia lilikataliwa, labda wangeenda kwenye VAR. Kwa hiyo kuna matukio mengi ambayo yamesababisha hii VS iweze kuwa introduced ili walau kwenda kutoa ule utata ambao umekuwa katika dabi ya Kariakoo. FM kutoka Dar es Salaam.